Hali ya taharuki na mshike ulitanda kwenye chuo kikuu cha Meru ambacho kiligeuka uwanja wa mapambano baada ya mirengo miwili ya kisiasa, CBA inayoongozwa na Teddy Alai na Musa inayoongozwa na Carson Munene, kukabiliana ana kwa ana kwa cheche za kisiasa zilizogeuka vita vya hadharani. This Meru University guy. Kilichoanza kama mchakato wa kawaida wa demokrasia kimeishia kuwa sinema ya kutisha. Uchaguzi wa tarehe 28 Machi uliwaweka madarakani wajumbe wakilishi, ambapo Musa ilipata wajumbe 16 huku CBA ikipata 15. Muda wa saa 8 hii leo mchana katika ukumbi wa MPH, wajumbe hawa walitarajiwa kuwachagua viongozi wa juu wa serikali ya wanafunzi. Hata hivyo, hali iliwaka moto kabla hata kura kuanza kupigwa, baada ya wafuasi wa Musa kupinga uchaguzi kuendelea, wakidai baadhi ya wajumbe wao walikuwa wametekwa nyara na kufichwa na wapinzani wao ili kushawishi matokeo ya kura. Meru University guys, comrades. Katika prukshani hizo, machozi, mayowe na majeraha vilitawala, huku polisi wakilazimika kuingilia kati. Baadhi ya wanafunzi wakiuguza majeraha, hali ambayo imelitikiza chuo na kuacha maswali mengi bila majibu, huku ikizua mdahalo kwenye mtandao wa kijamii ya wanafunzi wa Meru. Tunatumia pesa yetu. Live bullets. Live bullets. Imepiga hapa hiyo photo. Licha ya maandalizi kabambe, vurugu hizo zililazimu shughuli hiyo kusitishwa kwa muda usiojulikana. Juhudi za kuzungumza na viongozi wa pande zote mbili na usimamizi wa chuo hazikufua dafu, hali ikisalia kuwa tete. Je, mustakabali wa wanafunzi hawa utakuwa upi, hasa ikizingatiwa kuwa mtihani wao uko chini ya wiki 3 zijazo? Anatairiwa. Uteni Ramse kwanza. Ramse tuko hapa. Ramse tuko hapa. Tuko hapa bro. Jicho la taifa sasa linaelekezwa kwa uongozi wa chuo kusikia uamuzi wao. Yote 9, 10 ni kwamba tutapigana mpaka lini, na uongozi ni wa muda tu. Philip Olingo, runinga ya Siku Njema.